Wakati tunajiandaa na michuano ya kombe la dunia mwaka huu hapo 2026, kuna baadhi ya matukio ambayo yalishawahi kutokea katika michuano hii ya kombe la dunia. Mojawapo wa tukio la kukumbukwa sana ni tukio la golikipa wa timu ya taifa ya Chile Rodrigo Rojas, ambaye katika mchezo dhidi ya Brazil mwaka 1989 alijikata na wembe makusudi kabisa ili mchezo uweze kusimama, na baadaye mchezo kweli ulisimama. Sasa nataka nikupitishe kwenye historia hii jinsi ambavyo ilikuwa, kwa sababu sasa hivi katika story ambazo zinatamba sana za wachezaji kufungiwa ni pamoja na story ya Michailo Mudryk. Huyu ni nyota wa Chelsea ambaye amefungiwa kwa muda wa miaka minne, lakini amepewa nafasi ya kuappeal ama kukata rufaa kwenye mahakama ya usuluhishi wa kimataifa ya michezo, yani CAS, na kama rufaa yake itafanya kazi, basi huenda adhabu yake ikafutwa ama ikapunguzwa. Sasa twende kwenye tukio la golikipa Rodrigo Rojas. Mwaka 1989 ulipigwa mchezo kati ya timu ya taifa ya Brazil dhidi ya timu ya taifa ya Chile. Ilikuwa ni Septemba 3 mwaka 1989, ambapo mchezo huu Brazil tayari alikuwa anaongoza goli 1-0. Ilikuwa ni michezo ya kufuzu kuelekea kombe la dunia mwaka 1990. Sasa katika mchezo huu Brazil akiwa anaongoza bao 1-0, na ni mchezo ambao Chile ilitakiwa ishinde ili waweze kuqualify. Kilichofanyika ni kwamba dakika ya 67 yalianza kupigwa mafataki na mashabiki wa timu ya taifa ya Brazil na timu ya taifa ya Chile, ambapo baada ya hapo golikipa Rodrigo Rojas alilala chini akiwa na bubujiko na damu nyingi sana, kitendo ambacho kilipelekea wachezaji wa timu ya taifa ya Chile kuweza kugomea mchezo huo kwa sababu golikipa wao tayari ameumia. Na kweli waliweza kugomea mchezo na mchezo kaishia pale pale, ambapo baadaye timu ya taifa ya Brazil walikuwa awarded, yani walipewa ushindi wa mabao 2-0 na points 3 na kuweza kufuzu. Lakini baada ya pale uchunguzi ulifanyika, uchunguzi ambao ulifanywa na FIFA walikuja kugundua kwamba golikipa wa timu ya taifa ya Chile Rodrigo Rojas alikuwa na kiwembe ambacho amekificha kwenye gloves. Kwa hiyo wakati wa yale matukio ya mafataki uwanjani, alichokifanya yeye alijikata usoni na wembe, damu zikaanza kumtoka na kalala chini. Na ripoti za FIFA zilionyesha kwamba lile ni tukio ambalo lilikuwa limepangwa, yani tukio ambalo lilikuwa tayari ni well organized. Yani endapo kutakuwa na matukio ambayo yanaashiria kwamba Chile hawezi kushinda mchezo huo, basi mchezo uharibike. Kwa hiyo walikuwa wamewapanga kabisa wale mashabiki ambao walikuwa wanapiga mafataki, na ndicho ambacho kilitokea. Kwa hiyo golikipa tayari alikuwa amebeba wembe kwenye gloves zake. Kwa hiyo wakati yale mafataki yanapigwa na ule moshi uwanjani, golikipa akajikata uso na kalala chini. Baadaye ule mchezo kamalizika, na baada ya pale yule golikipa alifungiwa kushiriki kabisa michezo yoyote, yani alipigwa ban na FIFA ambayo ilikuwa ni bani ya maisha, na timu ya taifa ya Chile ikafungiwa kushiriki michezo ya kombe la dunia kwa mwaka 1990, ambapo baadaye alikuja kufunguliwa. Lakini adhabu ya golikipa Rodrigo Rojas ilikuja kuisha mwaka 2001, na wakati huo tayari alikuwa ameshastaafu mpira na hajihusishi kabisa na masuala ya mpira. Kwa hiyo kati ya tukio la kukumbukwa kuelekea michuano hii ya mwaka 2026 ya kombe la dunia ni tukio hili la golikipa Rodrigo Rojas, golikipa wa timu ya taifa ya Chile.